Habari za siku ya leo mtazamaji wa SQF TV, karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo ya Julai 31, 2026. Uko na Mipendo Gorton. Mafunzo ya capnography yamefanyika jijini Arusha katika viunga vya ofisi ya The Same Qualities Foundation, ambapo mkufunzi Bahati Ngobo hapa anatuelezea namna mafunzo hayo yanavyoenda kuleta matumaini zaidi kwa wataalamu wa afya, lakini pia vile tutawasikiliza wadau na wanafunzi ambao wameshiriki katika mafunzo haya. Naitwa Bahati Ngobo, ni mkufunzi wa The Same Quality Foundation. Leo tulikuwa na mafunzo ambayo yanahusu capnography. Capnography ni mafunzo ambayo yanahusisha kifaa tiba ambacho kinaangalia namna gani ambavyo mgonjwa anapumua, ambapo mara nyingi sana ina detect carbon dioxide ambayo ni hewa sumu ambayo inatoka ndani ya mapafu yetu. Sasa inasaidia nini? Inasaidia kwa mtumishi wa afya aliyokuwa anafanya kazi ya ICU, anafanya kazi theater, anafanya kazi emergency, kugundua kama kuna changamoto yoyote ya upumuaji kwa mgonjwa, lakini pia kugundua kama mgonjwa huyo amepoteza mapigo ya moyo au kuna clot ya damu ambayo imeingia sehemu ya mapafu. Wanafunzi wote ambao walikuwa wamekuja wana hicho kifaa kwenye mahospitali yao. Kwa hiyo ilikuwa ni kuongeza tu uelewa na namna ambavyo wanaweza kwenda kukitumia. Hao waliokuja leo wengi ni wataalamu wa afya, ambapo baadhi yao wanafanya kazi kwenye kitengo cha wagonjwa mahututi ICU, lakini wengine ni wataalamu wa magonjwa wataalamu wa dawa za usingizi ambao wametoka sehemu mbalimbali, wako hapa kwa ajili ya kujifunza. Wagonjwa wengi, kuna research ambazo zimefanyika, imegundulika kwamba wagonjwa wengi ambao walikuwa wanawekewa mpira wa kupumua wanawekewa sehemu ambayo sio sahihi. Wanawekewa sehemu ambayo ni sehemu ya tumbo badala ya sehemu ambayo njia ya hewa inapopita. Kwa hiyo makosa hayo kuyafanya yanaweza yakasababisha mtu kupoteza maisha au kuwa na ulemavu wa kudumu. Kwa hiyo ndio sasa wakaja, baada ya kufanya utafiti, wakaja na hicho kifaa ambacho kinaitwa capnography ili usije ukatokea na hayo makosa kwa wagonjwa wetu. Kwa ndio maana tunaamua sasa kuanza kufundisha hicho ili watu wao wanaitumia mara kwa mara kuepusha vifo ambavyo vinaweza kuepukika, lakini pia kupunguza madhara ambayo yanaweza kutokea wakati wa kuweka mpira. Kwa majina naitwa Gabriel Sylvester Mabala, daktari wa usingizi na ganzi katika hospitali ya KCMC, na hudumia wagonjwa wanaotakiwa kufanyia operation. Mimi ni mtumiaji mkuu wa hichi kifaa cha capnography na nakitumia katika daily basis kazi zangu ili kuweza kuangalia maendeleo ya mgonjwa wangu wakati wote operation unapofanyika. Ni kifaa ambacho kinanisaidia sana kwa sababu lazima niweze kujua kwamba mpira wangu wa upumuaji uko sehemu sahihi, na hali ya mgonjwa wangu, kama unavyojua mgonjwa anapokuwa operation, kuna operation ambazo huwa tunawalaza moja kwa moja. Kwa hiyo tunapowalaza moja kwa moja lazima tuweze kuangalia maendeleo yake yakoje. Kitokea ghafla ameacha kupumua, lazima niweze kujua. Ghafla moyo umestop, lazima niweze kujua. Na akipata changamoto yoyote, mfano wagonjwa wa pumu anaweza kupata attack katikati ya operation, kwa matumizi ya capnography yataweza yananisaidia mimi kugundua kwamba hili ni tatizo la asthma na nifanye nini kwa wakati gani na nitumie nini. Mafunzo kama mafunzo yanasaidia kuleta uelewa kwa watu na kuweza kupunguza matatizo au changamoto kwa wagonjwa wetu. Dr. Martin Mtula, daktari wa wagonjwa wanaohitaji uangalizi wa karibu maarufu kama ICU au kitengo cha wagonjwa mahututi kutoka hospitali St. Francis Ifakara. Tumeweza kujifunza matumizi zaidi ya capnography, hasa mawimbi yale yanaweza kutusaidia kuona jinsi gani mgonjwa anaendelea, kama kuna hali ya dharura, na kama kuna hali ya dharura tufanye matibabu gani ili kusaidia mgonjwa. Kwa mafunzo haya yanatija sana na ni muhimu, na tutaenda kuyatekeleza, lakini pia tutawafundisha na wenzetu wamefanya kazi pamoja katika idara yetu. Haya mafunzo yamekuwa ya vitendo zaidi, kwamba hata kwenye kufanya utekelezaji yamekuwa kieleweka, hata kwenye utekelezaji na kwa ni rahisi sana. Kwa kweli tunashukrani, lakini pia tunaomba kama utakuwa una kozi zingine
tuweze kualikwa na tupokee kufanya hizi course. Ningependa pia hata watu wengine waweze kuhudhuria mafunzo haya kwa ajili ya kuimarisha matibabu na kuongeza ubora wa matibabu katika hospitali zetu. Kwa majina naitwa Daktari Harriet Moses Mwakwisi, natokea hospitali ya Mtakatifu Francisco Ifakara. Ni daktari ambaye ninafanya katika kitengo cha wagonjwa mahututi au almaarufu kinaitwa kama ICU, intensive care. Mafunzo haya yana umuhimu mkubwa kwa sababu kila maamuzi au katika kila hatua ambayo tunakuwa tunafanya kuhudumia wagonjwa, kama mwenzangu aliotangulia, wagonjwa wengi tunaowahudumia ni wagonjwa ambao wanakuwa wanapumulia mashine. Kwa hiyo kila hatua kuanzia katika mazingira ya kumpokea mgonjwa, kummonitor kuanzia anafika, na wengine mpaka unakuta tunakuja kumruhusu, mwisho wa siku kipindi chote kile anakuwa mgonjwa yupo kwenye mashine. Kwa hiyo assess au kuangalia maendeleo ya mgonjwa, kwamba hapa saizi mgonjwa yupo katika hali gani, whether mgonjwa yupo kwenye maumivu au mgonjwa moyo wake ni unaenda kustop, au mgonjwa anapata hewa ya kuzidi, mgonjwa anapata hewa kidogo, au kuna bonge la damu pengine limeenda kuzuia kwenye mapafu. Vyote hivyo tunaweza kuassess kupitia haya mafunzo ambayo tumeenda kuyafata siku ya leo. Kwa hiyo kwanza ningeomba serikali kama kuna uwezo ingeweza kuwekeza katika kununua hivi vifaa na kuweka katika mawodi ambayo kuna wagonjwa mahututi. Wagonjwa mahututi. Kuanzia mawodi ya kina mama, yani kwa sababu kwenye kila wodi tunategemea kwamba kila wodi inakuwa ina wodi ya wagonjwa mahututi, mawodi ya watoto, lakini pia katika kitengo cha watu maalum. Wagonjwa mahututi, ile special intensive care unit. Mbali na hapo ziwe zinafanyika seminar au training za mafunzo kama hizi, kwa sababu sisi ambao tumeweza kuatenda hapa tumekuwa ni kama mabalozi kati ya watu wengi ambao elimu hii hawana. Kitu ambacho tumekuwa tukifanya labda ni ile uzoefu, sisi tumekuja wawili then tunakuwa mabalozi kwenda kuwafundisha watu wengine. Lakini kama ingekuwa ni kwamba labda zinafanyika outreaches au zinafanyika training kwenda kwenye hospitali pengine ukanda fulani, wanafanya training kwa wale watu, wakitoka hapo wanahamia ukanda mwingine, nafikiri tungeweza kupunguza hili pia. Wananchi pamoja na wadau wa ufugaji nchini wamehimizwa kuwapatia chanjo mifugo yao ili kujikinga na magonjwa mbalimbali yanayotokana na wanyama, huku sekta binafsi zikitakiwa kujitokeza kuwekeza zaidi katika utoaji wa huduma za mifugo, ikiwemo usambazaji wa chanjo na utoaji wa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa matumizi ya chanjo hiyo. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi wa huduma za mifugo kutoka Wizara ya Uvuvi na Mifugo, Daktari Benezeti Lutege Malinda, ambaye amesema kuwa matumizi sahihi ya chanjo kwa mifugo ni njia muhimu ya kudhibiti magonjwa yanayoathiri afya ya wanyama. Wazee wa Tanzania kama moja ya nchi wanachama wa Shirika la Afya ya Wanyama Duniani imekuwa na mikakati mikubwa na imekuwa ikichukua hatua za kuimarisha afya ya wanyama. Na uimarishwaji wa afya za wanyama ni moja ya mkakati unaotakiwa na Shirika la Afya ya Wanyama Duniani katika kuleta image nzuri au taswira nzuri ya nchi katika ufanyaji wa biashara salama ya mifugo na mazao yake. Sasa katika kutekeleza international standard hizi, serikali ilizindua kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo mwaka 2025 mwezi wa 6 mkoani Simiyu. Na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye alikuwa mgeni rasmi na alizindua mpango huu wa miaka 5 kuanzia 2025 mpaka 2030 na utagharimu jumla ya shilingi bilioni 216. Sasa uwekezaji huu umelenga kuleta maboresho makubwa au transformation ya sekta ya mifugo kwa ujumla, na mpango huu unalenga kuongeza matumizi ya chanjo kwa wanyama na kupunguza matumizi yasiyo sahihi au yasiyohitajika ya dawa za mifugo. Na jambo hili sasa tumekwisha kulitekeleza kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lakini ndani ya mpango huo umelenga kuisogeza sekta binafsi kuingia katika eneo la utoaji wa huduma za mifugo kwa maana ya chanjo, matibabu, utoaji wa elimu. Na hii sasa inaenda sambamba na Vision 2050, dira ya 2050 iliyozinduliwa na serikali, kwamba ifikapo mwaka 2050
sekta binafsi itakuwa inachukua zaidi ya 75% ya utekelezaji wa majukumu ambayo yanaweza kupelekea kwa ajili vijana, wanawake na watu wenye makundi maalum, lakini sekta binafsi iwe na uwekezaji mkubwa unaopelekea kuleta maendeleo kwenye jamii. Sasa sisi kama Wizara ya Mifugo tayari tumekwisha kuanza kulitekeleza hili, kuyaleta mahusiano ya serikali na sekta binafsi. Na hapa sasa mwezi wa 6 mwaka huu tarehe 16 mjini Arusha tulizindua program ya Vital 2 ambayo inasimamiwa na GovMed. Hii imelenga kuongeza ushiriki wa sekta binafsi katika utoaji wa huduma za mifugo kwa maana ya matumizi ya chanjo kwa wanyama wote, mbuzi, kondoo, ng'ombe, lakini na utoaji wa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa matumizi ya chanjo. Sasa hii ni moja ya jambo ambalo serikali inaitaka kwamba sekta binafsi ziweze kujitokeza na kuwekeza katika maeneo haya ili kuwafikia wafugaji wengi. Lakini si hilo tu, GovMed wamekuwa ni washirika wazuri sana katika kuisaidia serikali kufanya uhamasishaji wa wafugaji kuelewa nini umuhimu wa chanjo. Kazi hiyo ya elimu ilipaswa ifanywe na serikali, lakini sasa inafanywa na sekta binafsi. Lakini huku ni kwa sababu serikali inatengeneza mazingira mazuri. Lakini si hilo tu, tumekuwa tukisikia kwamba Tanzania ina idadi kubwa ya wanyama ya mifugo, lakini tija yake haionekani. Tija yake ilikuwa haionekani kwa sababu tulivyokuwa tukikaguliwa na Shirika la Afya ya Wanyama Duniani, ilionekana kwamba Tanzania haikuwa mstari wa mbele katika utoaji wa chanjo, utambuzi wa mifugo. Na ndio maana ilivyoanza kuonyesha kwamba sasa serikali yenyewe ipo kwenye driving seat ya kutekeleza haya mambo, tayari mambo yameanza kufunguka. Kwa mwaka jana tulipokuwa tujaanza hii kampeni, kwa uzuri wake tulikuwa export tani 13,112, lakini kwa mwaka huu tu mmoja baada ya kutekeleza kampeni hii tumekwenda kwenye tani 14,213. Mambo haya tumeona sasa kuna zidio kama la tani 1,100 plus ndani ya mwaka mmoja. Sasa hapo bado tunahitajika sasa kuileta sekta binafsi ndani, kuwaleta washirika wa kimataifa na kikanda ndani waweze kusaidiana na serikali kuyatekeleza haya mambo kwa ukubwa wake. Na tukishafanya hivyo sasa tunafikia yale malengo ambayo serikali inatamani, lakini kuna ajira hapa itatengenezwa, lakini kuna uwekezaji utakaotengenezwa, na ndiyo transformation ya sekta ya mifugo na uvuvi itakapokuwa imekamilika kwa kukizi matakwa ya Shirika la Afya ya Wanyama Duniani linalotengeneza international standard zinazopelekea nchi kufanya biashara salama ya mifugo na mazao yake. Lakini katika ushirikiano huu sasa wa utekelezaji wa kampeni hii kati ya serikali na sekta binafsi, tumetumia chanjo zinazozalishwa ndani ya nchi kwa kutumia viwanda vitatu. Kuna kiwanda kimoja cha serikali na viwanda viwili vya sekta binafsi. Na katika matumizi ya chanjo hizo kuna fursa ambayo imejitokeza. Chanjo zilizokuwa zinazalishwa Tanzania zilikuwa hazipati fursa za kuuzwa kwenye nchi za nje, maana kwenye masoko ya kimataifa, kwa sababu ya kukosa kigezo cha kutumiwa ndani ya nchi zinakozalishwa. Sasa kwa matumizi hayo tu tuliyoyafanya kwa mwaka wa kwanza, tayari tumefungua soko la Mongolia, tumefungua soko la Ghana, tumefungua soko la Botswana kwa chanjo zinazozalishwa Tanzania. Kwa hiyo huu ni mwelekeo mzuri ambao sasa serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefungua fursa hizi. Lakini si hilo tu, tumefungua masoko ya vifaranga vya kuku pamoja na mayai kwenye nchi ya Ivory Coast, Sierra Leone, Ghana, Ivory Coast, lakini na kwa mara ya kwanza export mayai ya kutotolesha vifaranga wa kuku wazazi kwenda China. Ni kwa sababu gani? Serikali ilitoa ruzuku ya kuchanja kuku wa kienyeji nchi nzima kuwakinga na ugonjwa wa mdondo, ugonjwa wa ndui na ugonjwa wa mafua ya kuku. Na kwa sura hiyo tumeongeza ulinzi au biosecurity kwenye mashamba yetu makubwa ya kuku wazazi, na kwa sura hiyo tumekwenda kukizi international standard ya kwamba kuku na mayai yanayozalishwa Tanzania yanakizi kuingia kwenye masoko ya nchi nyingine.
Lakini hii si kwamba serikali ina mashamba ya kuku. Uwekezaji wote huo ni wa sekta binafsi. Lakini sasa serikali imetengeneza mazingira mazuri. Kuna makampuni ya kimataifa ya sekta binafsi yanaleta chanjo, yanaleta dawa kwa ajili ya mashamba ya kuku wazazi. Lakini sekta binafsi ina wataalamu wa habari, ina wataalamu maafisa mifugo, madaktari wanaotoa huduma kwenye yale mashamba. Na serikali imebakia kwenye regulatory part tu ya kwamba wanapohitaji kufanya veterinary certification kwa ajili ya kusafisha mazao ya mifugo na mazao yake, yanakuwa ni rahisi kukubalika kimataifa na kikanda. Kwa sura hiyo, sasa serikali, sisi kama Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tumejipambanua katika kuimarisha mahusiano ya serikali na sekta binafsi katika utekelezaji wa majukumu yetu. Na ukiangalia sekta ya mifugo ilivyokaa, imekaa ki private sector sana. Kwa hiyo maana yake tutakapoipa nguvu sekta binafsi ikawekeza na washirika wa kimataifa wakaingia pale kwa initiative ambazo zinafanywa na government, sasa itakuwa inafanya kazi kwenye zaidi ya mikoa kadhaa ndani ya nchi, lakini itakuwa inasaidiana na serikali katika uhamasishaji na utoaji wa elimu ndani ya nchi. Tunadhani kwamba sasa ile azma ya serikali ya kuimarisha sekta binafsi iweze kufikia malengo yake yaliyokusudiwa ifikapo 2050, nadhani itafikiwa kwa haraka zaidi, na sekta ya mifugo itakuwa kinara katika utekelezaji wa azima hii. Wazee ambao ni wanachama na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoani Simiyu wameeleza kuridhishwa na kiongozi wao, makamu mwenyekiti wa chama hicho Bara John Heche, huku wakimtaka aendelee kukipigania chama hicho ili kuleta mabadiliko. Tunayaona yote wanayoyaongea kuhusu kwamba umekula hela, umefanya nini, yote tunayaona, sio kwamba tuyaone. Lakini sisi tuna imani na wewe. Lakini ukipata nafasi ya kumwona Mandela wa Tanzania, nafikiri unamjua Mandela wa Tanzania, Mheshimiwa Tundu Lissu, waambie sisi wazee wa Simiyu tuko mbele, tuko na yeye. Na tunamuombea Mungu hii vita anashinda, na tutashinda kwa pamoja. Sisi wazee wa Simiyu tunaomba tukupatie hela ya maji. Hela ya maji tu. Tukupatie hela ya nini? Ya maji. Hata kama ni kidogo. Tumekupatia shilingi 4,000. Nyingine tutaongezwa. Asante. Asante sana. Mungu akubariki sana. Endelea na katiba. endelea na katiba, pigania nchi, msiogope, sisi tuko mbele. Tena kama mimi nina uchungu na nchi hii, nimeipigania muda mrefu, nimeenda kampani kaipigania nchi hii, lakini malipo hatukuyaona. Kwa nini unaogopa? Pigania mwanaume nchi. Tapigania ni kiaro kima hii. Wana bora uruba. Msachi kapigana. Mura. Pigania nchi yetu hii. Nina uchungu sana kuongea mimi. Jamani, mwenye chochote kwa ajili ya makamu. Maji, mwenye chochote kwa ajili ya makamu maji. Mwenye 1,000, mwenye 2,000, mwenye 500, karibuni. Karibuni. Wazee wa Simiyu. Amesema serikali inatekeleza hatua za kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kupitia mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji Tanzania. Lazima tuende na business unusual. Tufanye vitu isivyo kawaida. Bila kwenda na kufanya vitu isivyo kawaida, hiyo ndoto tunayosema kwamba sekta binafsi hii ichangia 70% itaendelea kuwa ndoto mpaka tutafikia hiyo miaka ya 2050. We have to change.
na change inaanza na change of mindset. Huko zamani tulikuwa tunaona mtu anayefanya kazi kwenye sekta binafsi ni mwizi, kaiba, anatakatisha fedha. Hiyo kitu inatakiwa tuachane nayo sasa hivi. Kwa sababu kama tunategemea sekta binafsi kina Hasho Group wachangie kwenye hilo pato la taifa, lazima tukiona mtu anamtaji, yani tumlee. Pamoja na uwepo juhudi kubwa za taasisi za udhibiti, bado kumekuwa na vibebeo na vifungashio feki katika soko zetu za ndani. Sera kubwa ya mamlaka ya udhibiti wa viwango yani TBS ni kwamba kibebeo na kifungashio kiwe na alama ya viwango vya ubora na jina la mtengenezaji. Lakini kwa masikitiko makubwa, ukitembea masoko yetu, Mheshimiwa Naibu, asilimia kubwa utakuta ukiukaji mkubwa wa viwango vya vifungashio na vibebeo. Aidha, mifuko hiyo haina uzito stahiki wala alama yoyote ya mtengenezaji. Si wazao watengenezaji, na tunafuata taratibu zote ambazo tumeelekezwa, ikiwa ni kuweka nembo lakini na kuonyesha mtengenezaji na alama ya TBS ya ubora. Lakini Mheshimiwa, sasa kwenye soko ukiingia unakutana na mifuko ambayo haina nembo yoyote, haina uzito wala haina kiwango, na mifuko hii ndio tunashindana nayo kwenye soko. Mheshimiwa Naibu, Mheshimiwa Waziri, tuna changamoto ya msongamano na mwingiliano wa mamlaka zetu za udhibiti, kwa mfano TBS, OSHA, GCLA, FCC, TMAA, TEC, TCRA, NEMKI, LATRA, WMA na nyingine. Katika eneo hili kumekuwa na mwingiliano mkubwa wa utendaji kazi, na kaguzi zinazofanywa na baadhi ya taasisi hizi ni kama zinajirudia na kuwa na lengo la kutoa adhabu zaidi kuliko kutoa elimu ya kuwezesha. Tunaomba nia njema ya serikali ya kuwa na taasisi chache zenye tija na ufanisi zingatiwe katika kusaidia uwekezaji na sio kuua uwekezaji. Kuhusu udhibiti, na hilo Mheshimiwa Rais ameshatuelekeza sisi. Tena nashukuru kwamba unaijua hata hiyo blueprint. Tulikuwa na hiyo blueprint 1 ambayo kwa Kiswahili inaitwa Mkumbi 1, ni mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji Tanzania. Umeisha mwaka huu. Sasa hivi tumeshaanza blueprint 2 ambayo ni Mkumbi 2, unaitwa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, ambaye nadhani muda wote ule Mheshimiwa Rais ataenda kuzindua. Moja ya eneo ambalo tunaenda kulifanyia kazi katika blueprint 2, hiyo Mkumbi 2, la kwanza ni kupunguza utitiri wa tozo na kodi. Na hilo tumeshaanza kulifanya kwa kupitia bajeti ya mwaka huu. Kwenye bajeti ya mwaka huu tumetoa tozo zaidi ya 100 kama mnakumbuka. Tumepunguza tozo nyingi sana, watu wa biashara hao wanafahamu, zaidi ya 100. Lakini kupitia hilo, someni bajeti ya mwaka huu ambayo tulipitisha bungeni, tunaenda kutengeneza mfumo wa ukaguzi wa pamoja wa taasisi za udhibiti. Alichokisema huyu hapa. Yaani unakuta asubuhi ametoka NEMKI, mchana anaenda OSHA, jioni anaenda zimamoto, kesho yake anaenda EULA, sijui kesho kutwa anaenda LATRA. Sasa huyo mtu hata kama ng'ombe mwenyewe ukimkamua si ataishia kukonda. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ametuelekeza tuweke mfumo ambao hizi taasisi za udhibiti zihakikishe kwamba zinaweka mfumo mmoja wa ukaguzi. Lengo ni nini? Lengo ni kutokwaza sekta binafsi. Tayari tumeshaipa target kubwa ya 70%. It's not a joke. Lazima tuilee na tuione kwamba sekta binafsi sasa hivi ni mshirika wa serikali. Ile public private partnership lazima tu strengthen. Moja wapo eneo ambalo tumeshauriwa na Mheshimiwa Rais tupunguze utitiri wa taasisi za udhibiti. Taasisi zingine ukiziangalia majukumu yanafanana kabisa kama alivyosema. Yaani ukiangalia kabisa mbona hili lingeweza kufanywa na mtu fulani. Na niwaambie nyinyi ambao mko huku chini, kabisa mtazamo sasa hivi wa serikali, hata hivi vyombo vya udhibiti, yani lazima tubadilike. Tulikuwa tu brutal. Yaani unapoenda kumkagua huyu, yani unaweza kumfungia hata biashara. Sasa ukishafunga biashara hiyo 70% unaipataje? Hizo ajira hizo, kwa sababu serikali ina uwezo wa kuajiri watoto wote hao ambao Mheshimiwa Rais amewawezesha, wamesoma na kuwapa scholarship. Kwa hiyo lazima tuwe na approach ambayo ni a win-win approach, kwamba serikali ipate na yeye afanyeje? Apate. Bila hivyo tutadanganyana tu ya 70%. Mratibu wa Taifa wa Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu Tanzania THRDC, Wakili Onesmo Olungurumwa ametoa orodha ya watu 10 ambazo ni mapendekezo ya THRDC katika kuhusisha mchakato katiba mpya. Mapendekezo hayo yamejumuisha mchakato mzima tangu hatua za awali za maandalizi hadi kutangazwa rasmi kwa katiba hiyo. Swala la waadhiri wa vyuo vikuu kwa ufupi,
THRDC ina taarifa ya kukamatwa kwa waadhiri watatu mwezi Julai 2026. Bwana Giovannia Revelenia Bikongolo wa chuo kikuu cha St. John kilichopo Dodoma, Bwana Titus Joseph Kituli wa chuo hicho cha St. John pia, na Bwana Melekzedek Kitunzi Kaijage, mhadhiri msaidizi katika idara ya sayansi na siasa utawala wa umma chuo kikuu cha Dodoma UDOM. Tuhuma mahususi dhidi ya Bwana Bikongolo na Bwana Kituli kutoka chuo cha St. John hazijawekwa wazi hadi sasa, na taarifa zilizopo ni kwamba wanaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi mkoani Dodoma. Uhuru wa kitaaluma si upendeleo binafsi wa taaluma, ni rasilimali ya umma inayowezesha vyuo vikuu kuchangia katika utawala wa kidemokrasia, uvumbuzi wa kisayansi, utungaji wa sera unaotegemea ushahidi, manake wanafanya tafiti nyingi, na maendeleo endelevu ya kitaifa. Jeshi la polisi liweke wazi tuhuma dhidi ya wale wengine wawili wanaoshikiliwa, Bwana Johaven pamoja na mwenzake Bwana Titus, au kuwaachia kwa dhamana au kuwapeleka mahakamani, kwa sababu mpaka sasa hivi haijulikani wameshikiliwa kwa sababu gani. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa ya habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kutenga muda kwa thamani kutazama taarifa hizi za habari. Kwa niaba ya timu nzima walioshiriki kwa habari hizi, mimi napenda nikutakie maandalizi mema ya Sabato, lakini pia weekend njema, bila kusahau kwamba kambi ya upasuaji mdomo wazi inaelekea pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Wanawote wa Kahama na viunga vyake, mkisikia taarifa hii ni vyema basi mkaambia ndugu zenu ili wakajiandaa vyema kabisa kwa wapeleka watoto wao ambao wanapatiwa huduma hiyo ya upasuaji mdomo wazi bure kabisa chini ya taasisi ya The Same Qualities Foundation.